Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu. Ndugu zangu wana Lugenge, mpo? Bado sijawasikia, mpo? Hebu kama mpo pungeni mikono namna hii watu wa Lugenge. Punga halafu mwambie na mwenzio apunge. Ukiona hajapunga unamfinya kidogo. Haya, tupunge mikono wote kwa pamoja, tupunge namna hii. Sasa niombe ndugu zangu tuwe watulivu, tuwe wavumilivu. Tutatumia muda mchache, mtuwie radhi kwa sababu ya teknolojia tu ndio ambayo ilikuwa inatukwamisha, lakini kwa sasa tuko tayari kuanza kampeni hii na tuko live moja kwa moja kupitia Uplands FM. Tunasikika kupitia 89.1. Kwa hiyo kama kuna ndugu yako hajapata bahati ya kufika hapa kuhudhuria tukio hili la Tunaishi Nao hapa Lugenge, unaweza kumwambia atusikilize kupitia Radio Uplands. Kadhalika tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kuna Instagram, kuna Facebook, kuna YouTube, kuna X huko. Kote huko kinachoendelea hapa tunapeleka matukio huko ili kuhakikisha kwamba na wenzetu ambao hawajafanikiwa kufika wanatufuatilia kwa namna hiyo kujua nini ambacho kinaendelea hapa Lugenge. Sisi kama Uplands FM tunayo furaha kubwa leo kuwepo hapa, na tunafurahi kwa sababu tumewakuta wenyeji wetu wa Lugenge mmefika kwa wingi na mmejitokeza kwa wingi. Bila shaka ile dhamira ambayo Uplands FM tumedhamiria kwa mtoto Godlove na dhamira ambayo wana Lugenge mmedhamiria, tunaweza tukafanikiwa wote kwa pamoja. Naomba niwasalimie sasa. Kamwene. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Asalamu alaykum. Na salamu nyingine nyingi tu. Sasa sisi hatutatumia muda mwingi sana kuwepo hapa. Hii ni kwa sababu tumechelewa kuanza. Na sisi kama Uplands FM, kama nilivyotangulia kusema, tumekuja hapa kwenye kampeni ya Tunaishi Nao. Nafahamu si mara ya kwanza kwa wananchi wa Lugenge, lakini pia ukiachana na hivyo, sisi mhitaji wetu ni wa 11. Godlove, tunafahamu familia yake ilivyo, tunafahamu pia na changamoto ambayo anapitia yule mtoto. Kwa hiyo kila mtu ambaye yuko hapa ajue kabisa kwamba amekuja kuunganisha nguvu kwa pamoja na kila mtu ambaye unamuona, ili kuilejeshea matumaini na faraja ile familia iweze walau hata kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Kama si kurudi kwenye hali ya kawaida, basi wajisikie kwamba na wao wana uwezo wa kuishi kama binadamu, kwa kuwa tumekuja kwa ajili yao leo. Naomba nikuinue mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Lugenge, mzee wangu Mloe. Wewe uje utoe neno la ufunguzi, lakini pia utakuja kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye atakuja kufungua tukio hili kwa sala fupi, na kisha mwenyekiti nitakuruhusu pia ufanye utambulisho wa safu yako ya uongozi na wageni ambao umewaalika kwa ajili ya kushiriki nasi tukio hili. Karibu. Nyewa Kamwene. Sijui niseme nini. Nimefurahi na ninashindwa kufurahi kwa sababu wana Lugenge naelewa mumeelewa yale matangazo ambayo yalitolewa. Mimi niwashukuruni sana. Tuseme amina wote. Amina. Kwa kweli shughuli yetu hapa leo ni moja tu kwa ajili ya mgonjwa wetu Godlove Mgani, ambaye wana Lugenge mlie wengi mnamjua, lakini naamini wengine pengine hamumjui. Basi naomba unaweza kumtembelea nyumbani pake pale ukamuona. Sijajua utaratibu wao wahusika na kampeni hii wanasema nini, lakini utaratibu huo basi pengine watatupa maelekezo yetu ambao wamekuja na hii kampeni. Cha kwanza niombe kutoa utambulisho. Ninao wenye viti wenzangu wa vijiji vinavyotuzunguka wamekuja kutuunga mkono, na sisi
taarifa zao ziko zitasomwa baadaye. Ningeomba msimame. Ngomba wenye viti wenzangu wako pale mbele, lakini huyo mwingine ametoka mbali sana, ameungana na kampeni hii. Ningekuomba ujitambulishe kabisa. Umeona ametoka Imarinyi. Kwa hiyo amekuja kuungana na sisi baada ya kupata matangazo. Lakini pia ninao watumishi wa ofisi yetu ya kata, nao wako hapa kwa ajili ya kuungana na sisi na shughuli hii mbele yetu. Ningeomba wasimame. Lakini kwa nafasi yangu pia ninaye mheshimiwa diwani ambaye amekuja. Baada ya kufanya ufunguzi, basi tutamkaribisha aje aseme neno. Mimi niwaombe ndugu zangu wana Rugenge, naomba tuungane. Tuungane katika matukio haya ambayo yanatokea, lakini tunapopata taarifa kwamba hao wenzetu wa kampeni hii tunaishi nao wanapokuwa wana shughuli za kufanya kwenye vijiji vyetu vinavyotuzunguka na sehemu mbalimbali ya mkoa wetu, basi tuwaunge mkono. Sisi kwenye kijiji chetu na kata yetu tunaye Mzee Mdoche. Mimi Mzee Mdoche nikushukuru sana. Kwa kweli naomba ndugu zangu wananchi, tuungane na ndugu yetu Mdoche anapokuja kutuomba michango. Embu ona, mimi siamini kama kundi hili la wasafiri waliotoka mbali ningeweza kufika Rugenge kama sio moyo wao. Mimi niwashukuru sana kwa moyo wenu ambao umemuonyesha, na nikushukuru sana ndugu yetu Fikirini Ngailo. Kwa kweli sijui Mungu akutangulie. Maana yake hili jambo linagusa kila mwananchi na liko ni jambo la kijamii. Kwa hiyo tuombe kushukuru sana, Mungu akuzidishe imani. Ndugu zangu wana Rugenge, mwisho niseme sasa hafla yetu hii imefunguliwa rasmi. Naomba tuwe wasikivu na tusikilize wageni wetu ambao watakao kuwa wanaendelea na utaratibu. Asanteni sana, niwabariki, Mungu awabariki sana, na nimkaribishe mchungaji wa Mungu ambaye aliandaliwa. Nikuombe mchungaji Evaristo. Karibuni sana, basi tuongoze kwa sala fupi ya ufunguzi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye hai, uinuliwe Bwana, upewe sifa na shukrani kwa upendo wako. Nina kila sababu za kusema asante kwako kwa sababu umetupa uzima huu. Ni neema yako Mungu na ni upendo wako Bwana. Ninaamini kwamba jicho lako liko mahali hapa. Ninaamini kwamba jicho lako liko na mtoto Godlove. Mbarikiwa Mungu wa neema, ninasema asante. Mtakatifu ni upendo wako ambao upo katikati ya wana wako Mungu. Tazama Mungu wetu mahali hapa, watoto wako wa kike na wa kiume toka pande mbalimbali za mashariki, magharibi, kaskazini, kusini katika mkoa wetu. Umewasafirisha Bwana kwa upendo wako. Umewaleta katika viunga hivi vya Rugenge kwa ajili ya mtoto wetu Godlove. Na kila sababu za kusema asante. Huo pia ni uumbaji wako Mungu. Umemuumba vile. Lakini tazama Baba wa mbinguni, macho yetu yanatamani kuona yule mtoto anakuwa kama tulivyo. Ninakushukuru Mungu wa neema mtakatifu ambao Mungu umeenda kuwagusa watu hawa kutoka pande hizo. Wametoa na wanaendelea kutoa sadaka zao, Mfalme, kwa ajili ya uponyaji wa yule mtoto. Ninakusihi Baba wa mbinguni mtakatifu mwenye uwezo wote, sadaka hizi Mungu zikapate kuwagusa wale madaktari ambao Bwana tunatamani kwamba Mfalme utakwenda kuwatumia kama ni mikono yako, kama ni macho yako Mungu. Wape maarifa Mungu, Mfalme wa ajabu, wape njia ya kuweza kumhudumia yule mtoto. Yes. Tembea pamoja na wale madaktari. Tembea pamoja na wazazi na jamii yote ambayo itahusika kumpeleka yule mtoto pale hospitalini. Ninakusihi Mungu wa neema, ninakusihi Mungu wa uzima, kamwezeshe yule mtoto Bwana Yesu.
siku moja kwa macho yetu ya kibinadamu tukamwone yuko tofauti na alivyo sasa. Sante Baba wa neema mtakatifu kwa uongozi ambao Mungu umeuweka katika chombo hiki FM. Ni upendo wako Mungu. Sante mwaminifu Baba wa uzima, umewapa macho. Mwaminifu na kusihi, usiwache uongozi, usiwache watumishi, wape uzima, wape afya njema, wape maarifa mfalme na ubunifu zaidi katika yale wanayotenda. Nakushukuru Baba wa neema kwa ajili ya wote hao walioko mahali hapa Mungu. Ni dalili na ni alama ya upendo wako Mungu ambao uko nayo katikati yule mtoto. Yes. Uwasaidie Mungu mtakatifu. Wametoa na wanatoa vya kwao, wamejinyima vya kwao kwa ajili ya yule mtoto. Mungu wetu, hesabu yako kutoa ni kuongeza. Naomba kawaongezie Bwana Yesu. Wameacha majukumu yao mfalme. Wameacha shughuli zao za uchumi kwa ajili ya upendo kwa mtoto Godlove. Naomba kawajaze. Kwa neema yako kawajaze. Kwa neema yako kawabariki. Asante Baba wa neema mtakatifu. Tawala zoezi hili Mungu. Linda mwenye mtakatifu. Fanikisha Bwana Yesu Kristo. Tendea katikati yetu kwa utukufu wa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeshukuru nikiomba na kuamini. Amen. Tunakushukuru sana mtumishi wa Mungu, lakini pia tunakushukuru mwenyekiti kwa maneno yako mazuri ya ufunguzi na ukaribisho. Kwetu sisi ni faraja kwamba sasa shughuli hii tunaianza, serikali inatambua na Mwenyezi Mungu pia atatuongoza. Kwa kuwa mwenyekiti umefanya utambulisho wa baadhi ya wajumbe wa serikali yako, niombe utaratibu wa diwani. Wewe ndio mtu wetu maalum leo. Utazungumza baadaye kwa nafasi yako maalum vile vile. Ni kuinua tena ndugu yangu Kahwili. Mwenyekiti wa hapa amesema ulisikia matangazo, la hasha. Huyu ndugu yetu ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Malinyi. Tumefanya kampeni kwake na tangu hapo amekuwa akituunga mkono. Kampeni zilizopita alikuwa akituma wajumbe na leo amefika yeye mwenyewe. Tunakushukuru sana mzee wetu. Lakini wiki iliyopita tulikuwa pale Igoma. Nimemuona pia mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Igoma, na wengi kupendeza uje kwa wenye viti wenzio huku. Wametunga mkono kwa kiasi kikubwa sana ndugu zetu wa Igoma, na sisi tunashukuru. Najua hii ni safari ya kuwa pamoja kupitia kampeni ya tunaishi nao. Sasa mimi naomba niwatambulishe baadhi ya wafanyakazi wachache ambao leo wako hapa kutoka pale Uplands FM Radio. Walau wafahamu wana Lugenge kwa kuwa tumekuja kwa ajili yenu. Tupo wengi ila kwa kiasi kidogo tumekuja kuhakikisha kwamba tunatekeleza jukumu hili la kiofisi. Majina yangu naitwa Elia Chungwa. Mimi ni mwenyekiti wa kampeni ya tunaishi nao, lakini ni meneja wa vipindi na maudhui kupitia 89.1 Uplands FM. Na kushoto kwangu sijui nianze na 61 au nianze tu na wadhifa wako. Huyu bwana anaitwa Ephraim Donald, maarufu kama mkemia mkuu wa mikeka. Kwa mara ya kwanza mkeka wake akachana mwenyewe jana baada ya timu yake ya Airport kufungwa 6-1. Naomba tumpigie makofi na tumpe pole. Karibu dada yangu. Tungemwacha mwenyewe huyo angejiua. Huyu anaitwa Vitalia Henry Mgeni. Ni mtangazaji wa Uplands FM kwenye vipindi vifuatavyo. Jumatatu mpaka Ijumaa anasikika kwenye kipindi cha The Bench, kinaanza saa 10 mpaka saa 1 usiku, na anatusomea habari ya saa 6 mchana kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini pia huyu anasikika kwenye kipindi cha Weekend Pause, kinasikika Jumamosi saa 10 mpaka saa 1 usiku. Naomba wasalimie watu wa Lugenge kwa kuwapungia mkono. Kamwene. Kaka yangu anaitwa Nimrod Mgoe. Jina lake la kazi ni Gito Bwax. Ni mtangazaji wa vipindi vya burudani Uplands FM.
kipindi cha Extra Favor kinaanza saa 7 mpaka saa 10. Jumamosi ana kipindi cha Ladha ya Kusini kinaanza saa 4 mpaka saa 8. Jumapili ana kipindi cha Sunday Special kinaanza saa 4 mpaka saa 7 kamili mchana. Naomba wapungie mkono watu wa Lugenge. Kaka yangu anaitwa Sam Kihombo, maarufu kama kichwa cha kazi. Ameangalia kichwa, ni kweli? Ni cha kazi. Huyu ni mwandishi wa habari Uplands FM, lakini pia ni mtangazaji wa kipindi cha Night Show kinasikika kila siku Jumatatu mpaka Jumatatu, na yeye anaingia Ijumaa, anatoka Jumatatu. Naomba uwapungie mkono watu wa Lugenge. Mbele yangu anaitwa Atu Isaki. Huyu ni mwandishi wa habari za biashara na uchumi Uplands FM Radio, lakini pia ni mtangazaji wa kipindi cha Sauti ya Watoto Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi. Wapungie mkono watu wa Lugenge kwa kuwasalimia. Wakulima tuonane. Naomba nimtambulishe kwenu Edina Nyaruga. Huyu ni mwandishi wa habari na mtangazaji Uplands FM, na majukumu yake hasa ni kwenye habari. Kama alivyokuja na yule wa biashara, basi mtaonana tu huku. Naomba muwape ushirikiano kwa sababu tunahitaji taarifa zenu. Wasalimie watu wa Lugenge. Naomba ni mtambulishe kwenu DJ wetu, DJ Jeda. Kazi yake ameifanya. Uzuri huyu hata tusipomtambulisha ameshajitambulisha kwa kazi yake. Yeye kazi zake ni kuhakikisha tu tunapata mziki mzuri, hasa kwenye Extra Favor na vipindi vingine vya burudani, hususan Weekend Pause Jumamosi saa 10 mpaka saa 1. Hebu wasalimie basi. Au ndio ulikuwa unawasalimia hivyo? Anaitwa Beata Yosam, ni mtangazaji wa kipindi cha Asubuhi Leo saa 12 mpaka saa 4 asubuhi. Ni mtangazaji wa kipindi cha Jahazi la Pwani Jumapili saa 10 mpaka saa 1. Ni msomaji wa habari ya saa 1 usiku. Na ndiye katibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Naomba wasalimie watu wa Lugenge. Aya, sasa timu ya Digital. Njoni niwatambulishe hapa. Huyu baba anaitwa Benedicto Ackley. Ni mkuu wa idara ya Digital na ndiye ambaye anahakikisha kila kitu kinachoendelea hapa mnakipata kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nani ametufollow Uplands FM? Facebook Uplands FM, Instagram, nani anatufuatilia YouTube? Apunge mkono namna hiyo. Nani ana simu janja na hajatufollow bado? Apunge mkono namna hiyo. Diwani, hakikisha wananchi wako wanapata smartphone. Apungie mkono bwana watu wa Lugenge. Anaitwa DJ Luka Show. Jina lake ni Luka Mgaya. Yeye ni mkuu wa idara ya muziki Uplands FM. Hapa anatusaidia kwenye majukumu mawili, Digital, lakini pia ndiye fundi mitambo wetu ambaye anatuhakikisha muda huu tunasikika vizuri kabisa kupitia 89.1 Uplands FM. Wasalimie watu wa Lugenge. Kwa upande wa utambulisho wangu mimi, hao ni baadhi tu ya wafanyakazi wa Uplands FM ambao leo tuko hapa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu kupitia kampeni hii ya Tunaishi Nao. Mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao, ndugu yangu Fikirini Ngailo, atakuja kuzungumza baadaye wakati akitoa salamu na akitambulisha kundi kubwa la watu ambao mnawaona walioongozana na sisi. Hawa ni familia ya Uplands FM kupitia kampeni hii ya Tunaishi Nao. Wana Lugenge mpo? Unajua mkikaa kimya mnanitia mashaka. Naomba nikulete mtendaji wa serikali ya kijiji. Uje utupe taarifa ya michango ambayo imeratibiwa na wananchi wa Lugenge kupitia ofisi yenu, wewe na mwenyekiti. Karibu sana afisa mtendaji. Asante sana. Basi na mimi nijitambulishe kwa majina, naitwa Adam Kiswaga, afisa mtendaji
kijiji cha Lugenge. Basi naomba nitoe taarifa ya uchangiaji ambapo kama ifuatavyo. Kijiji cha Lugenge shilingi 1,115,000. Kitongoji cha Iholo shilingi 97,000. Kitongoji cha Ibala shilingi 5,305. Kitongoji cha Unyamle shilingi 3,10,600. Kitongoji cha Filenga shilingi 2,40,000. Kigango cha Iholo shilingi 32,800. Kigango cha Kisilo shilingi 1,107,000. Kigango cha Filenga shilingi 20,000. Kigango cha Unyamle shilingi 1,140,000. Kigango cha Lugenge mjini shilingi 73,000. Mgola sekondari shilingi 51,000. Kanisa la Sabato Lugenge shilingi 30,000. EAGT Kisilo Muhenye shilingi 42,000. Parokia ya Lugenge shilingi 50,000. The Bible Church Mgola shilingi 30,000. Ukoo wa Wagani shilingi 131,000. TAG Ibala shilingi 15,000. Kanisa la EAGT Lugenge shilingi 41,400. Kijiji cha Idihani shilingi 73,50. Mwenyekiti kijiji cha Kiaula shilingi 30,000. Kanisa la KKT Ibala shilingi 40,000. Jumla shilingi 2,186,850. Naomba niwasilishe. Tunakushukuru sana afisa mtendaji, lakini pia tunaishukuru serikali ya kijiji. Zaidi tunawashukuru pia wana Lugenge, na hili mnastahili pia kujipigia makofi kwa hatua kubwa ambayo umeifanya kwa ajili ya huyu mtoto. Lakini pia tuwashukuru na vijiji jirani. Tumewasikia hapo na mwenyekiti aliwatambulisha, na wenyewe wameungana na wana Lugenge. Kwa hiyo mna majirani wema kabisa. Sawa sawa. Kwa muda huu naomba nikulete mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Wewe uje utoe taarifa ya michango kutoka Uplands FM Radio, lakini kadhalika utakuja kutambulisha wadau ambao tumeongozana nao, na kisha utazungumza machache juu ya mwenendo wa kampeni yetu ya Tunaishi Nao msimu huu wa 7 2025. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Kamwene, mapembelo na nyingine nyingi ambazo sisi tunazitumia lakini sijazisema hapa. Itoshe tu kusema kwamba zimewakilishwa na hizi chache. Amina ndugu zangu. Jina langu ni Fikirini Benjamin Ngailo, lakini jina la kutafutia ugali mjini ni Maskini Jeuri. Niwashukuruni sana ndugu zangu wana Lugenge. Leo tuko sote hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunamgusa mpendo wetu wa mafamilia ambaye inapitia changamoto. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha sisi kuifikia siku ya leo na tukafanya kampeni ya Tunaishi Nao mahali hapa. Ni imani haikuwa rahisi, na mara kadhaa tumekuwa tukisema wengi wamekuwa wakipanga ikashindikana, na wengine wamekuwa wakipanga halafu wakailisha. Amina. Lakini sisi kupata kibali hiki basi ni jambo ambalo tunapaswa kumshukuru Mungu sana. Lakini sambamba na hilo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya pekee, kwa sababu tumekuwa tukifanya kampeni ya Tunaishi Nao toka tunaanza mhitaji wa kwanza mpaka leo hii ni mhitaji wa 11. Kila Jumanne tunasafiri tunarudi salama, na hakuna Jumanne ambayo imewahi kutokea ya kampeni ya Tunaishi Nao tukaahirisha tusiende. Hili pia tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hiyo. Amina ndugu zangu. Lakini naomba niwashukuru serikali ya kata ya Lugenge, serikali ya kijiji cha Lugenge, safu zote, lakini pia wananchi kutoka kijiji cha Lugenge na kata Lugenge kwa ujumla, kwa ushirikiano mkubwa ambao umetuonesha siku hii ya leo. Siwezi kujua idadi ya haraka mpo ngapi hapa, lakini kimsingi mmejitokeza kwa wingi, mnajipigieni makofi mengi.
Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sito washukuru ndugu zetu, jamaa na marafiki ambao wanatusikiliza hivi sasa kupitia Plains FM Radio, na wengine wakiendelea na majukumu yao mbalimbali ya kila siku, lakini wamekuwa ni washiriki wakubwa sana wa kampeni hii ya Tunaishi Nao. Lakini wao wanawakilishwa na wachangishaji mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ambao tuko nao hapa. Mungu abarikeni sana, jipigieni makofi mengi. Ndugu zangu, naomba niseme machache kupitia kampeni ya Tunaishi Nao na hiki ambacho tunakifanya siku ya leo hapa. Tuwashukuruni sana. Lugenge sio mara ya kwanza tumekuja hapa. Leo tunakuja mara ya pili toka tulipokuja mwaka gani? Ilikuwa mwaka gani? Hamkuwepo. Mlikuwa mjazaliwa? Basi kwa kuwa mlikuwa mjazaliwa, naomba niwakumbushe kwamba tumekuja Lugenge mwezi wa 5 mwaka 2022 kwa ajili ya ndugu yetu Elia Msemwa, ambaye kwa kipindi kile tulimkuta nyumbani akiwa kitandani, hana uwezo wa kufanya chochote. Lakini kupitia kampeni ya Tunaishi Nao ilimuinua. Sasa hivi ana kiti cha kutembelea, kiti mwendo ambacho hata leo kimemfikisha hapa alipo. Lakini sambamba na hilo, ripoti ni nzuri sana kutoka kwa Elia. Alizungumza wazi siku zile kwamba yeye ana ufundi, anaweza kutengeneza redio, anaweza kutengeneza simu, lakini hana vifaa. Kupitia hilo aliwezeshwa vifaa na fedha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Sasa hivi duka lake liko pale chini vijiweni, ni ibara pale, si ndio? Panaitwa Mlandachi. Dukani kwake pale nilifika mara ya mwisho nilipokuja, licha kwamba hakuepo yeye, alikuepo mdogo wake, lakini niliona mazingira yanaridhisha. Lakini si kuridhisha pekee, ni kwamba bado mmekuwa mkiendelea kumuunga mkono kwenda dukani kwake kununua vifaa mbalimbali vya umeme na hata kurekebisha simu zenu na vifaa ambavyo vimepata changamoto. Mungu abarikeni sana. Lakini kuna wahuni wachache. Wahuni wachache. Nimeambiwa huwa mnamuibia hela Elia. Mnamuibia hela Elia pindi ambapo anakuwa anarudi nyumbani, na msukuma kwenye kiti, mnaingiza na mikono mfukoni, mnaiba hela za mauzo. Atakaye wahukumu ni yule ambaye watu wote wanamwomba yeye. Amina. Naomba sisi tuanze kufikiri kuongeza kwake na sio kupunguza. Tusimrudishe kitandani ambako alikuwa amelala toka mwanzo. Tufanye kwa ajili ya upendo kwake na Mungu atatubariki. Amina ndugu zangu. Lakini naomba niseme pia, ndugu zangu, naomba tuendelee kutambua na kujali thamani za wenzetu ambao wanapitia changamoto mbalimbali katika maisha yao. Kuna muda leo tunazungumza juu ya Godlove, ambaye tunasema amezaliwa hana jicho moja, na hata hilo moja lilonalo halioni na lina changamoto. Naomba tuamini kwamba Godlove hana macho, lakini macho yake yapo na sisi. Sisi tulio wazima ndo ambao tumepewa macho ya kumtazama Godlove, kutazama changamoto na mateso ambayo anayapitia yeye pamoja na familia yake. Hivyo tuyatumie vizuri macho tulionayo katika kuhakikisha tunaweza kusimama naye na kuweza kumsaidia. Nimekuwa nikipitia hatua ya kutafakari mambo mengi mno toka nimefika kwenye familia ya Godlove. Imenifikirisha sana. Mimi ni baba wa watoto kadhaa, kwa maana kwamba nina familia. Kuna muda nimekuwa nikichukua muda mwingi sana nikikaa sebreni na wanangu, nikiwatazama watoto wangu ambao wamezaliwa vizuri kabisa, hawana changamoto zozote, na kuna muda wananiletea hata matokeo mazuri kutoka shuleni. Kuna mengi sana nimekuwa nikiwaza, ambayo nina imani hata sisi hapa tunaweza kuchukua muda kutafakari hayo. Tunao watoto majumbani mwetu hawajazaliwa kama Godlove, si ndio? Nini tafsiri yake? Ni kwamba Mungu ana makusudi katika lile ambalo amelifanya kwa Godlove. Mungu ana makusudi kwa lile ambalo amelifanya kwa Godlove. Kuna muda ni anataka kutufahamisha sisi na kutufanya tutambue thamani. Kuna muda anatamani kutupa nafasi ya kutambua thamani ya uhai tulionao, thamani ya uhai wa watoto wetu tulionao na uzima walionao. Tulitafakari hilo, na ndio maana kuna muda wazazi wamekuwa kitukana watoto, mbwa wewe, mjinga, siji nini na nini, si ndio? Lakini ni vile tu kwamba
tunajisahau kidogo. Amina ndugu zangu. Lakini naomba tuendelee kutambua kusudi la Mwenyezi Mungu ambalo ametupa sisi kuishi kwenye hii dunia. Ndugu zangu, naomba tutambue kwamba hatupo kwenye hii dunia kwa ajili yetu peke yetu. Tupo kwenye hii dunia kwa ajili ya watu wengine. Mungu amekuweka kwenye hii dunia kwa kusudi maalum. Amina ndugu zangu. Yaani haupo tu duniani kwa sababu wewe unastahili kuwa duniani. Hebu jaribu kufikiria ni mara ngapi umesafiri, lakini ukiwa safarini, katikati ya safari tumeona magari mengi yakiwa yamepoteza mwelekeo. Tukiwa katikati ya safari tumeona watu wengi wakipata ajali. Vipi kuhusu wewe? Unaenda Dar es Salaam na unarudi hujakutana na chochote. Lakini kuna aliyeondoka Njombe, Makambako hajafika, amepata ajali. Naomba tutambue kusudi la Mungu ambalo ametuweka hapa duniani. Lakini pia Mungu ametupa vitu vingi ambavyo sisi wengine hawana. Amekupa shamba zuri lenye rutuba, unalima, unavuna vizuri, unapata mazao. Lakini basi tukumbuke kwamba yale mazao ambayo tumeyavuna, wapo wengine hawana vyakula. Wapo wengine wanatuhitaji sisi kwa namna moja au nyingine. Sisi ndo kusudi maalum kwa ajili ya wale watu wengine. Niliwahi kusema hata mahali pengine kwamba sisi sasa hivi tunalalamika na kuhangaika, kujilalamisha muda mwingi kwamba maisha ni magumu, si ndio? Lakini anayelalamika kwamba maisha ni magumu amekula na ulanzi amekunywa, si ndio? Kwa nini unalalamika maisha magumu? Ni kwa sababu nyumba yako sio kama ya fulani. Ni kwa sababu hauna gari nzuri kama ya fulani. Ni kwa sababu hauna pikipiki kama ya fulani. Kuna muda tukienda na kutazama hao wenzetu ambao wanapitia changamoto, unaweza kufikiri tu, Mungu usinipe hivyo vitu vingine vyote, hivi nilivyo inatosha. Uongo jamani. Nitakwambia kitu kimoja. Babu yake na Godlove pale nyumbani ni mwaka takriban wa 6 wa 7, haoni. Lakini alizaliwa anaona, alizaliwa mzima na amefanya majukumu yake. Hivi leo hii kama malaika angeshuka kwa babu yake na Godlove, angemuuliza yule mzee Josephat Mgani pale nyumbani, kitu gani ambacho unakitaka leo? Unahisi ataomba fedha? Ataomba gari nzuri? Ataomba nyumba nzuri? Atakachokiomba, naomba nione. Amina. Anakuumiza kidogo napokuambia kwamba kuna muda mama anaenda kuhangaika kwa ajili ya kutafuta chakula kwa ajili ya familia, kupata fedha za kujikimu, lakini yule babu pamoja na kwamba haoni ndo anashinda na mjukuu wake. Wote hawaoni. Siji kama naeleka. Wote hawaoni, ila wanashinda pamoja pale nyumbani. Yule babu, yule mjukuu ni zao lake, si ndio? Kuna muda angeweza kutamani kuwaita wajukuu zake wote akae nao hapa, acheze nao. Lakini anasema, huyu mjukuu wangu toka nazaliwa sijawahi kumuona, ila huwa ninashinda naye. Ndugu zangu, kuna mambo mengi sana ambayo yanaumiza. Kuna muda hata kama tutazungumza hatutaweza kufikia mwafaka. Lakini naomba tu itoshe kusema tuanze kuendelea kutambua kusudi la Mungu ambalo limetufanya sisi tupo kwenye hii dunia. Ni kwa nini tupo? Nimekuwa nikiangalia Wanalugenge na kata kwa ujumla, michango yenu ambayo imekuwa ikiletwa. Leo hapa mpo wengi mno. Wengi sana. Ila mzee wangu Mdoche akichangisha michango kwa wanakijiji 35,040. Sehemu pekee ambazo zimekuwa zikimbeba mzee wangu Mdoche ni kwenye makanisa. Akienda kanisa la Sabato, akienda Iholo, si ndio? Idihani na maeneo mengine, makanisani kule amekuwa akipata sadaka nyingi. Lakini pale anapoishi mzee Mdoche Mlandachi, si ndio? Nje yake ndo kuna vile vijiwe pale. Hawamungi mkono. Ni kwa nini? Ni kuna muda tunafikiri tu kwamba mzee anapoteza muda. Kuna muda tunafikiri tu kwamba hii kampeni ya tunaishi nao ipo kwa ajili ya Fikirini Ngailo na ndugu zake wa Upland FM. Kumbe tunatakiwa kutambua kampeni hii ya tunaishi nao ipo kwa ajili yetu sisi wote. Amina. Leo kama utauliza wale wote ambao wanapata matatizo, hayupo ambaye amewahi kuandika barua kwa ajili ya kuomba matatizo. Hayupo
ambaye anatarajia kwenda leba kwamba nikajifungue mtoto ambaye atakuwa tofauti na wengine. Lakini linatokea. Sasa kama limetokea kwa yule, linashindwaje kutokea kwako? Kama limetokea kwa yule, linashindwaje kutokea miongoni mwetu? Tumwombe Mungu sana kwa ajili ya haya. Na tumsaidie mzee wetu pale. Hakuna kijana mwingine ambaye anajitokeza kwa ajili ya hata kumsaidia. Nimekuja hapa wiki iliyopita kwa ajili ya ile familia. Mzee Mdochi alikuja kunipokea Usalule kwenye pikipiki, ndio amenibeba amenileta mpaka hapa na amenirudisha. Sawa? Nikamwambia mzee, unaniendesha wewe mimi? Kwa nini usiombe kijana nipeleke? Vijana wa hapa visa hasendi. Sivikubali usindi abuleka. Sawa? Sasa nikasema pikipiki ya kwako mzee, tumtafute kijana basi anipeleke pale Usalule mimi nirudi Njombe mjini, si ndio? Akasema vijana wapo hivi bila hela hawatakubali hata kama pikipiki ni ya kwangu. Tujifunze pia kujitolea. Amina ndugu zangu. Tujifunze kujitolea kwa ajili ya mtu mwingine. Kuna muda haikupunguzii chochote. Kuna muda hakuna ambacho kitapungua kwako. Hakuna ambacho kitapungua kwako, lakini zaidi kitaongezeka. Mtumishi wa Mungu wakati anaomba amesema hivi kwamba kwenye kutoa kwako ni kujumlisha. Sisi tunaamini tunatoa lakini tunajumlisha. Amina. Kuna mtu mmoja aliwahi kuzungumza kama utani alisema hivi, vipi kama siku moja baada ya kwenda mbinguni tukafika kule tukaambiwa zile fedha ulizokuwa unatoa kama sadaka, uliwasaidia wagonjwa, ulitoa sadaka kanisani, ndio zilikuwa hela zako za matumizi ukifika huko mbinguni. Wangapi watakuwa ombaomba mbinguni? Yaani itokee tu tumefika mbinguni ikaonekana zile sadaka zako na majitoleo yako yote uliyokuwa unayafanya duniani ndio hela za matumizi za maisha yako yote kule mbinguni. Kuna mtu wiki hamalizi. Uongo jamani? Kuna mtu mwezi hamalizi, mpaka msema kweli amecheka. Kuna mtu wiki hatoboi kwa sababu hatutoi hizo sadaka. Kuna watu leo hata makanisani wanaacha kwenda tu kwa sababu michango imeongezeka. Mchango wa kujenga kanisa lako mwenyewe unaacha kwenda kusali. Uongo ndugu zangu? Yaani leo kuna mtu anaacha kwenda kanisani kwa sababu tu eti michango imeongezeka. Kwa sababu tu tumesema kuna mchango wa ujenzi wa kanisa, mtu anaacha kwenda kanisani. Sasa kweli kama ndo hela za matumizi hizo ndugu yangu, itakuwa ni tatizo kidogo itakuwa ni tatizo. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, hebu tuendelee kukumbuka na kufanya kitu kwa ajili ya wenzetu ambao wanatuhitaji zaidi sisi. Kuna watu tukiwapa haitupunguzii chochote, zaidi sisi tutaongezewa. Amina ndugu zangu. Tupo mhitaji wa 11 leo. Tunaendelea na kampeni yetu ya tunaishi nao. Nina imani wapo watu ambao wanatusikia muda huu, wanao uwezo na wanayo nafasi hata ya kuchangia kupitia kampeni ya tunaishi nao, ila hajawahi kuchangia hata mara hii. Naomba tumalize wote kampeni ya tunaishi nao. At least chota baraka za kampeni ya tunaishi nao msimu wa 7 2025. Kwa kile kidogo ambacho utakitoa, hata kwa mhitaji ambaye tutamtangaza kesho asubuhi. Amina ndugu zangu. Wengine wako hapa wana Lugenge. Mchango kwa balozi hajatoa, kanisani hajatoa, kwanza hakwenda, lakini na amekuja hapa kuja kuangalia nini kinafanyika. Au uongo ndugu zangu? Yaani kuna majamaa fulani kwenye maisha anajiishia kama mabandidu fulani hivi. Yaani yeye anaijua, yaani kama anaijua kesho yake hivi Yaani inawezekana mchango kwa balozi hajatoa. Mchango uliopitishwa kanisani ndio kwanza kanisani hakwenda. Lakini pia alikuwa na nafasi ya kutoa mchango kwa kitongoji wake na hatoi. Na sio kama hana uwezo wa kutoa. Anao uwezo wa kutoa, hangino dihumi 1000 ndinywela hii. Si ndio ndinywela hii. Ndugu yangu, fanya kitu kwa ajili ya hawahitaji. Hawahitaji hawakupenda. Sawa Niwahi kupata ushuhuda mmoja kutoka kwa mchangishaji mmoja kwenye eneo moja. Yeye alikuwa anapitisha mchango yule mchangishaji. Kila akipitisha mchango yule bwana alikuwa hatoi. Sawa leo sina. Bwana nendaga mbele. Nimepata taarifa ni wiki iliyopita
Huyo bwana ana mgonjwa sasa hivi. Amemfuata yule mchangishaji kwamba naomba nilipe michango yote ambayo nilikuwa gastoi na mimi mnisaidie. Tunacheka lakini ndio uhalisia. Yaani yeye alikuwa kila mchangishaji akipita hayupo tayari kutoa mchango. Na hatoi. Na saa nyingine pia anawasema vibaya hata wanaochangisha. Napoteza tu muda wenu. Mlelo yala ukata matse bila muyala huwa mjini hela sio. Sawa? Imefikia hatua tatizo liko ndani ya familia yake. Amemfuata yule mchangishaji pembeni. Alo, naomba na mwenzio nichangie michango yote toka tulipokuwa tunaanza ili na mimi mnisaidie. Mwambie sasa ndo amesema hivyo. Kaambia okay sawa, mwambie endelee kuchangia kampeni ya tunaishi nao. Sijui kama naeleweka. Ni unakuja kugundua muhimu kipindi ambacho unaona kwamba hili jambo linakuhusu. Lakini kuna kipindi ambacho ulipaswa kufanya hata bila kizingiti chochote. Tafsiri yake ni kwamba huyo hata leo anataka kutoa kwa sababu anataka kusaidiwa. Ila isingekuwa kwa sababu anahitaji kusaidiwa, asingeweza kutoa. Mungu abarikeni sana ndugu zangu. Niwashukuru sana pia wana vijiji vingine vyote nje ya Rugenge. Naomba tupungiane hata mikono namna hii. Ambao mmetoka kwenye maeneo mengine. Mungu abarikeni sana kwa ajili ya kujitolea. Aminini kwamba leo hamjapoteza muda. Ndugu zangu, tunao ndugu jamaa na marafiki kutoka maeneo mbalimbali ambao tumeshirikiana nao siku ya leo kupitia kampeni ya tunaishi nao. Mmetazama hapa leo zikiingia gari mbili Costa zikiwa zimebeba wachangishaji na wadau mbalimbali wa kampeni ya tunaishi nao kutoka maeneo mbalimbali. Wana Rugenge 2022 sema sasa ndio mlikuwa mjazaliwa. Ila tulipokuja hapa hatukuja hivyo. Uongo. Nafikiri mnaweza kuona ukuaji wa kampeni yetu ya tunaishi nao. Mwaka huu toka tunaanza mhitaji wa kwanza ambaye tulipata hela chache ilikuwa ni 8,80,079. Nafikiri ni pale Ungilo. Yule ndo tulipata hela chache. Lakini wengine 8,500,000, 9,000,000, 10 tumeweza kugusa huko. Sio jambo ambalo ni dogo ndugu zangu. Ni jambo kubwa na la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefikia kwenye hatua ambayo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Na fedha hizi zinawasaidia wenzetu wengi sana. Hata juzi tulikuwa Igoma Batazari, tunapozungumza sasa hivi tayari uko hospitali. Matibabu yanaendelea. Sasa wakati unapiga makofi hayo, unatafakari na kugundua kwamba kilichokuwa kimembakisha nyumbani ilikuwa ni swala la kupata pesa tu ili aende hospitali. Fedha zilipopatikana Batazari ile siku alikuwa tayari kuondoka jioni ile. Sawa? Kwamba kwani maskini jeuri hatuwezi tukapata gari inayoondoka hata saa 1 usiku tupande tuondoke. Akasema okay, mipango yenu vizuri kwanza ili muweze kusafiri. Inaumiza sana. Lakini Mungu yupo pamoja na sisi na Mungu bado anatupenda. Tumekuja na ndugu zetu kutoka maeneo mbalimbali ambao tumeshirikiana nao kupitia kampeni ya tunaishi nao. Wachangishaji naomba tusimame. Tupunge mikono. Asante sana. Naomba tuketi. Ni wengi. Unajua wachache? Wengi. Asante sana. Sasa nitasoma maeneo yao wanakowakilisha na kile ambacho wamekuja nacho. Amina. Basi nitakapokusoma, ikiwa uko sehemu nzuri simama, punga mikono. Tumepokea michango kutoka kijiji cha Limage 125,500. Stendi ya zamani 9,500. Huyu ni mama yetu Mama Shalom na hajafanikiwa kuchangisha, amefiwa na baba yake. Kwa hiyo tumuombee. Mazishi yanafanyika leo pale Wino Madaba. Kwa hiyo kile ambacho alikuwa amekipata 9,500 ameweza kuwasilisha. Lakini tumepokea michango kutoka Ngalanga shilingi 69,000. Ngalanga Njombe mjini Nazareti shilingi 45,000. Melinze 83,100. Msete na stendi mpya 149,400. Mtwango 214,700. Loponde 245,000. Ramadhani 277,600. Luangu 104,900. Mgendela 138,400. Mfereke 40,000. Igima 220,000. Lulanzi 135,000. Joshoni na Mpechi 116,000. Muhaji 95,000. Kibenakati 56,900. Mpeto 150,000. Peruanda 67,300. Nondo 163,800. Mnasimama wakilishe.
Tumepokea kutoka kijiji cha Wafi Lupembe 56,700. Ihangana Lupembe 90,000. Jomlole 154,500. Kilenzi 78,700. Kidegembye wameleta shilingi 5,50,700. Usharika wa KKKT Kidegembye wakiwa wamechangia 42,200 kwenye fedha Kidegembye. Havanga wamekuja na shilingi 127,200. KKKT ikimechangia 19,800. Yakobi 87,000. Ibumila 100 na shilingi 10,000. Iungilo 79,300. Hagafilo 61,000. Nyumbanito 237,100. Na wakimbiza Igominyi wameleta shilingi 63,000. Itipura Zanzibari 61,700. Mji Mwema 100,52. Matiganjola 100,52. Mlikuwa na makubaliano na Mji Mwema Sawa. Tumepokea kutoka Matembo 96,500. Uwemba 100,23. Maheve shilingi 212,200, ambapo kikundi cha Tunainwane wametoa 18,000. Ihanzutwa 82,000, ambapo EAGT kutoka Ihanzutwa wametoa shilingi 8,000. Kifanya 117,900. Ihanga 42,500. Ikando 100,000. Lonyanywi 65,600. Kambarage 217,400. Lusisi 223,900. Idunda 120,700. Imalinyi shilingi 100,000. Usita 228,300. Samaria 83,000. Mawindi 135,000. Mgodechi 307,500, ambayo RC Mgodechi ametoa shilingi 40,250. EAGT Mgodechi 21,000. KKKT Mgodechi shilingi 16,000. Kibena Hospitali shilingi 100,012. Igagala na Idunda 100,057. Makoga 100,040. Wikichi 186,900, ambayo Kanisa la Sabato wametoa shilingi 42,300. KKKT wametoa 30,000. RC wametoa shilingi 5,100. Lakini pia tumepokea kutoka kwa mchangishaji wa Utelewe 102,100. Usalule 162,900. Nyombo 167,000. Ikisa Uwemba 50,000. Ulembwe 117,700. Nole shilingi 57,000. Ihalula 66,900. Utalingolo 100,070. Lakini pia Itunduma wametoa shilingi 4,10,100, ambapo kikundi cha Juhudi kimewachangia shilingi 20,000. Igoma 2,50,000, ndio ambako tulikuwa mara ya kwanza kwenye kampeni ya Tunaishi Nao wiki iliyopita. Manake hatakuwa na mchangishaji pale kwa mara ya kwanza, wameanza kushiriki leo. Nakushukuru sana mzee wangu Raymond Mwabena pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Igoma. Lialalo shilingi 30,000. Kangasi shilingi 18,000. Tunavyo vikundi vya Tunaishi Nao. Tunaishi Nao A wametoa shilingi 40,000. B 20,000. C 18,000. D 30,000. Hawa wachangishaji wasio kwenye vikundi na wenyewe pia wamekuwa wakichangishana kutoa mchango. Wamechangisha na wametoa shilingi 70,000. Kijiji cha Makanjaula shilingi 95,500. Amina Lakini pia hizo fedha zote ambazo nimezijumlisha hapa kutoka kwenye vijiji mbalimbali zimeleta jumla ya shilingi 4,918,050. 4,918,050. Lakini kwenye simu ya mratibu pamoja na lipa namba tumepokea kiasi cha shilingi 1,230,038. Amina ndugu zangu, ambayo inaleta jumla ya shilingi 6,000,000
156,050. Hiyo ndo fedha ambayo mpaka sasa hivi kupitia uratibu wetu tumekuja nayo. Lakini sambamba na fedha hizo, yapo mahitaji mbalimbali ambayo watu wameyatoa. Wachangishaji walipopita kwenye maeneo mbalimbali na hata wengine waliokuja ofisini, kuna baadhi ya vitu ambavyo walivineta. Tumekuja na mahindi debe 5, chumvi pakti 32, sukari kilo 2.5, sabuni miche 9, sabuni ya unga pakti 8, unga debe 1.5, dagaa pakti 3, viazi debe 4, parachichi debe 4, zipo nguo mbalimbali, soda 1, mafuta ya kupaka kopo 4, majani ya chai pakti 1, matunda damu kiasi, kabeji 1, ngano lita 3, viatu pia 1, nyanya chungu kiasi, vitunguu lita 1, njegele lita 1. Nyewe wachangishaji nilichomfanyia katibu wangu leo jamani, ililetwa kengele ile ya mtoto, kuchezea mtoto Sasa katibu wangu ikabidi awaulize wabena na wachangishaji kwamba hii inaitwaje. Kweli ndo wakumwambia kitorofu? Inaitwa kitorofu? Beata so mbena bana. Sasa kama mmemwandikia kitorofu kweli? Lakini pia zimetolewa nanasi 4, mboga za majani mafungu 4, mahindi yaliyokobolewa lita 4, yapo machungwa kiasi pamoja na begi 1. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Yeye mwenyewe alikuwa ananiambia hapa zinaitwa mangala. Tunawashukuru sana ndugu zetu wa Tanzania, wale ambao wanatusikiliza muda huu. Tunaamini kwamba ndio sehemu ya wao ambao walichangia fedha zao kupitia nambari zetu pale studio, lakini ndio sehemu pia ya wale ambao wamepitiwa na wachangishaji wetu kiasi kwamba tumepata hiyo fedha ya awali ambayo tumeipata hapa kama Uplands FM kwa kupitia uratibu wetu ambao tumeuratibu. Zaidi tunawashukuru pia familia ya Uplands FM, wachangishaji wa kampeni ya Tunaishi Nao. Umeona hapa wanashangaa mpo wengi, lakini wingi wenu ndio ambao unatufanikishia hii kampeni kwa kiasi kikubwa na kile ambacho tumekipata. Sasa kwa muda huu tutapata muda wa kwenda kutoa sadaka zetu kupitia kapu la nyumbani. Sawa sawa. Ninaposema kapu la nyumbani ni kwa yule ambaye yuko hapa, tutaweka chombo ili tujazilizie kiasi ambacho kinahitajika kwa yule mtoto, na kisha baadaye tutakuja kutoa hesabu ya jumla ya kile tulichopata kwenye kapu la nyumbani, kile ambacho tumekipata kwa uratibu wa serikali na kile ambacho tumekipata kwa uratibu wa Uplands FM Radio. Kwa kuwa Mheshimiwa Diwani uko hapa, wewe ndiye ambaye utatuongozea zoezi hili, lakini kabla hujatuongozea natamani sasa uje uzungumze machache. Wewe uzungumze na Watanzania kwa sababu bado tunaendelea kusikika moja kwa moja kupitia Uplands FM juu ya kampeni yetu ya Tunaishi Nao, lakini pia uzungumze chochote juu ya wananchi wako wa Lugenge na vijiji jirani vinavyounda kata ya Lugenge, na kisha utatuongozea kapu la nyumbani. Karibu sana Mheshimiwa Diwani. Jela Kamwene. Basi nitambue uwepo kwanza wa mratibu wa jambo hili, ndugu yangu Fikiri Ngailo, Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji, uongozi wote wa kata wa chama na serikali, ndugu viongozi wote mlioambatana na Fikiri Ngailo, na ndugu wananchi wote. Narudia tena, Jela Kamwene. Awali ya yote nipenda kujitambulisha, naitwa Fretos Mligo, diwani wa kata hii. Kimsingi jambo hili ni gumu. Ukienda haraka kulisikiliza tu unaweza kuona ni jambo fulani la kawaida sana, lakini ni jambo linahitaji tafsiri ya ndani sana.
Kuna mama yangu mmoja ninaye pale mjini, Selihawa Seuhaula moja, huwa anapita pale, anakuja pale ofisini, nilikuwa simuelewi. Sasa leo ndio nimepata tafsiri haya jambo. Ndugu zangu, tuko hapa Waislamu, tuko hapa Wakristo. Wote tunasali tukilenga tuweze kutengeneza njia njema mbele ya Mungu huko mbeleni. Uongo kweli? Hivi mpagani anatengeneza njia? Wote tunatengeneza njia ili tufike mahali pazuri. Sasa niwaambie ndugu zangu, Mungu huyu ambaye tunamuomba siku zote anapita mara nyingi kwa watu ambao ni wa kawaida mno. Anawatumia watu ambao hata hamwezi kudhania. Mimi fikiri leo ningekuuliza swali. Hebu niambie vizuri. Hii wazo wewe ulitoa wapi? Halafu unapoenda kuongea hapa umenifanya nitafakari zaidi. Nimefanya tafakuri kubwa sana. Sijafanikiwa kupata majibu. Yaani kile kilichokupelekea wewe mpaka ufanye mambo hayo unayoyafanya leo, uweze kuaminisha watu vijiji vyote ndani ya wilaya nzima ya Njombe, na si muda mrefu jambo hili litakwenda nje ya mkoa, lakini mwanzilishi na muasisi ni wewe. Ni lazima kuna siri ndani ya hilo jambo. Si bure ndugu zangu. Kwa sababu haiwezekani uanzishe kitu ambacho hakuna ambaye aliwahi fikiri. Unajua tunaposoma tunasema lazima ili upate doctorate, uwe daktari, msomi, ni lazima ugundue kitu ambacho mwingine msomi hajawahi gundua. Hivi kuna umuhimu gani wa kuendelea kuchingwa na wasomi ambao wanarudia vitu ambao waligundua wenzao, akinafikiri wanagundua vitu ambavyo wote tunaishi humu halafu hatujagundua, fikira amegundua. Kwa ni vitu ambavyo wakati fulani lazima tukubali mwenzetu, yawezekana mkono wa Mungu umekunyokea. Kabisa. Yaani ni zaidi ya mhubiri. Wahubiri mpo hapa. Ni zaidi ya mhubiri. Haya, naomba niulize swali. Hivi leo hii tulivyokaa hapa sasa hivi, Mungu angelishuka hapa saizi aseme nataka utoe jibu moja ndani ya dakika 5. Viungo vingine vyote nilivyokupatia naona vinafanya kazi nzuri tu. Lakini katika viungo viwili uchague kimoja tu ndio niondoke nacho na nifunge kisifanye kazi. Kati ya macho na masikio ungechagua nini? Naam. Kila mmoja kwa nafasi yako ungechagua nini? Unajua wewe kwa matumizi yako wewe. Ameongea fikiri hapa kwamba kuna uwezekano mkubwa sana hizi ndogo ndogo tunazotoa hizi sadaka hizi ziwe za kanisani, ziwe za kusaidia hawa wanaohitaji, wenye uhitaji maalumu na mambo mengine. Ujenzi wa kanisa umegusa maneno mengi sana. Watu wanakimbia mpaka kanisa na hama kanisa ili kwenda lingine kisa amesikia una michango imekuwa mingi huko. Vipi hizo? Kama unajua madhanio wakati fulani huwa yanatokea. Wewe unajua Mungu ndio anapitia watu kama kinafikiri. Tutajifika na hakuna leo irudi. Na Mungu anaamua tukuficha kwa mtindo ule kwamba sasa nachukua kila mmoja anayetaka kuchukuliwa, halafu hakuna kurudisha jibu ili aje atoe taarifa huko. Hebu tufanye ndio sadaka zako, ndio matumizi yako kule. Wewe mwenzangu ambao hujaitoa hata 200 kwa mtu yeyote. Msaada wowote kwa mtu yeyote unategemea nini? Mimi ni ushukuru sana ndugu yangu Fikiri pamoja na timu yako yote kuja hapa Rugenge kufanya hili tukio. Kwa mara ya kwanza nipewa taarifa huyu mtoto aliibuliwa na kamanda wangu pale. Wanajeshi wangu pale. Polisi. Naye sijui nini kilimpelekea. Kuna wakati akaniambia, diwani, nataka nikae nile chakula na watu wenye uhitaji, watoto na kadhalika wote waje. Ndio alipogundulika mtoto. Sasa wito wangu, wana Rugenge na sehemu nyingine zote, tuache kuwaficha watoto ndani wenye mahitaji. Tuwatoe nje. Wewe unaweza kuona aibu kwamba nikimtoa mtoto huyu nitaonekana ni watu tofauti, nitaonekana niko hivi. Jamani, waliotumwa na Mungu kama kinafikiri wapo, watakuja kumwibua na atatokea mbele za watu kama leo tunafanya. Kwa kupitia hili Fikiri Mungu akuongezee. Amen. Akuongezee sana. Yaani unafanya vitu ambavyo walio wengi hawafikiri hivyo. Ndio nasema ni zaidi ya mhubiri. Jamani, tunasali wote, tunaswali ili tuweze kutengeneza maisha yetu mbele ya safari. Wala hakuna kitu kingine zaidi hapo. Usishangae
siku na kwenda huko mahali, ndio kwanza mstari ndio umenyoka, ndio muondoka wiki hii, ndio mnakwenda huko. Ukigeuka unamkuta kiongozi wako wa kanisa yuko nyuma yako, naye ni miongoni mwa watenda dhambi. Hivi utafanyaje? Yaani uliokuwa unaamini kwamba huyu ndiye naye mpa taarifa zangu za madhambi na anza kuomba msamaha na mambo mengine, mpo wote kwenye mstari ule. Maana yake nini? Hata ungekuwa aina gani, sisi sio wakamilifu. Ukamilifu wetu sisi ni pale tunapotenda matendo kama haya, wakati mwingine utukufu ndio unapatikana kupitia huko. Sawa ndugu zangu? Tufike sehemu tutende matendo kama hayo. Halafu isibaki tu hii tu. Hata unajua wakati fulani watu wanatafakari kwamba uwe na pesa, uwe na nini. Kuna matendo mengine yako mtaani huko ya kawaida sana. Hebu wewe ni mzazi, unakuta kijana na mwanafunzi wamekaa mahali fulani, unaona umri huu kwa mazingira haya ni mazingira hatarishi. Kesho hapa ni mimba ambazo hazikutarajiwa, kesho hapa ni magonjwa. Hivi ukisimama pale ukasema nyewe watoto, mazingira haya sio salama, mngeondoka, si vizuri, hamfundishi jamii vizuri. Wakikutukana, wewe sema ndio baraka zako kwa Mungu zinasomeka. Tulio wengi wazazi ka mnyakelaleni. Jamani, tunajimaliza wenyewe. Vile unavyofanya vile, Mungu ndio anakutizama vile, namna gani ujasiri wako uliofanya kutoa maamuzi magumu kama yale. Natoa mfano mmoja mdogo. Niko mjini pale. Siku moja, na kawaida hiyo, na wanaonifahamu wananifahamu hivyo. Mimi nilikuwa najiita ni mwalimu wa shule zote. Ziwe za Njombe, ziwe za, mimi ni mwalimu. Nikipita mahali pana mambo yasiyoeleweka, huwa nabadilika ndani ya sekunde. Nimefika siku moja, nimetoka nyumbani kwangu na kwenda ofisini. Nipo kwenye gari. Naomba nisimulie hili, linaumiza lakini basi ndio hivyo. Nipo kwenye gari. Ninaona gari imesimama mahali sio mahali salama. Nilikwenda nikapaki gari yangu nyuma, nikashuka, nikagonga kwenye ile gari, wameloki milango, nimegonga gari ile, mle ndani nilichokishuhudia. Mungu aingilie katika tabia hii. Nikawaambia, chonde pamoja na starehe zenu na mambo yenu, nendeni mkatafute sehemu ambazo zinakubalika kwenye upumbavu huu. Sio hapa, hamfundishi watu. Sasa hayo yapo hata kwetu. Jitose mama, jitose baba, wewe ongea nao, hata akikutukana kwako wewe weka tiki kwamba yes, mbele ya Mungu, Mungu nisimamie katika hili. Tuache tutakamnyake la weni. Mnyake la weni, ndugu yangu, mnyake la weni na mwenyewe unatafuta utukufu. Leo kinafikiri ngalio wako pale. Anayefanya kijana yule kabisa, yani kutoka rohoni naona kabisa huyu ana cha pekee. Si bure. Katekisi. Kwa kweli tuende tukahubirie watu. Moja mahubiri mazuri ya watu waweze kuelewa ndio kama haya kinafikiri ngalio. Haya ndio mahubiri. Tuhubirie watu waweze kubadilika, tuhubirie watu waweze kujua maisha yao yako wapi. Tunaona tuko vizuri kama hapa. Uko vizuri, viungo vyote safi. Hebu atoe kimoja hapo kisiwepo hapo. Hakonze tu ukijikwaa hivi, hakonze tu. Mwili wote umetetereka. Uongo kweli jamani? Sasa hivi tunategemea nini? Mungu ana makusudi. Ndio maana aliweka kila kiungo kina kazi yake ndani ya mwili wako. Basi baada kusema ndugu zangu, sichukue muda mwingi sana. Fikiri ngana ndugu zako na washukuruni sana. Mwenyekiti wangu wa kijiji na wenyekiti mliokuja kuunga mkono kwenye hili. Naomba sawa na Rugenge tuungane. Yawezekana tulikuwa tuna bipu hatuelewi. Leo nadhani tumepata shule nzuri. Watakapopita wakina Mdoche huko, hebu sasa tuwaelewe kwa nia njema. Mdoche, hongera sana kwa kutuletea hao watu. Tuna imani wewe ndio uliyesababisha hili mpaka tufike hapa. Tunakushukuru sana. Basi mwishoni naomba nisisitize haya matangazo sasa ya serikali. Jamani, tulikuwa tunarekebisha tupo kwenye kampeni ya kuboresha daftari la kudumu ambalo mpaka sasa tunamaliza kesho. Kwa wale ambao walikuwa hawajakamilisha hilo, basi naomba wakamilishe. Tunategemea walau kesho tunapofunga ile zoezi tuwe tumeshapata kuandikisha wale waandikishaji wapya, tuwe tumeshaboresha taarifa zetu, na tuwe pia wale kuna watu wamekufa hapa katikati, basi tuende tukatoe majina, tuingize majina watu wengine. Mwisho wa safari tuweze kwenda vizuri. Lakini tarehe 8 halmashauri yetu ya mji tutakuwa na mapokezi ya mwenge pale uwanja wa stand ya zamani, tutalala mwenge pale. Aizuru mwaka mwingine wana Rugenge na sisi tulaze mwenge. Eti jamani? Sawa. Yani tuombeane tu mwaka fulani tulaze mwenge Rugenge. Haiwezekani mwenge unawaza huko unapita huko. Kwani sisi hatutaki kuona unavyomulika? Kwa hiyo kuna siku tafika. Basi kwa wale ambao watakuwa na nafasi, karibuni sana hiyo tarehe 8 utalala pale. Tarehe 9 tunawapelekea wenzetu Madaba huko Songea, na mwisho wa safari tunamaliza hivi. Asanteni sana ndugu zangu. Hongereni sana kwa yote.
Tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa maneno yako mazuri ya busara yenye heri, na kwa maneno yako pia ya kutuunga mkono sisi kama Uplands FM. Inatosha tu. Naomba niweke sawa taarifa ya eneo la stendi ya zamani. Sawa. Zungumza kabisa. Jamani, asanteni sana. Niliposikia jambo hili nikaona ni vizuri na mimi pia lao nifanye chochote. Ninatoa shilingi 100,000 hii kuunga mkono jambo hili. Kama kuna mtu anataka uondoke naye mwambie nimerudi. Naomba nitoe masahihisho kidogo, taarifa kwa ndugu zetu wa stendi ya zamani pale mjini. Michango yao ambayo imekuja ni 1095 na si 9500 kama ambavyo walivyosoma mratibu awali. Kadhalika ndugu zetu wa Magoda michango yao ni 65,500. Egima wameleta 220,000. Kati ya hiyo kanisa la Roman RC pale Egima wamechangia 20,000 na kanisa la Lutheran Egima wamechangia 38,800. Tunafanya hivi kwa sababu hawa ndugu zetu wanapita huko. Hawa wa makanisa wasiposikia wanahisi kama fedha zao hazijafika na wanaona kama zimechanganywa na fedha za maeneo yote. Lakini zaidi tunawashukuru tu na wao kwa michango yao. Sasa Mheshimiwa Diwani ameshatuanzishia kapu la nyumbani hapa, si ndio? Ameanza kwa shilingi ngapi? 100,000. Wanalugenge hawataki kusema. Eti wanalugenge niwaulize, diwani wenu ameanza kwa shilingi ngapi? 100,000. Sisi tutaweka ngapi hapa? Mlicho nacho? Na mimi ndo nakitaka hicho mlicho nacho. Kwa kuwa Mheshimiwa Diwani umekwisha kutuanzishia kapu la nyumbani, naomba Vitali Henry wewe endelee na utaratibu mwingine kule studio. Wakati huu nipate utaratibu kwa ndugu zangu wa digital, na niombe sasa wale waimbaji waweze kuwasiliana na Bwana Wanyanya. Sasa ndugu zangu wa Lugenge, kapu la nyumbani tutakuwa tunaweka hapa. Unaweka kiasi chochote ulicho nacho. Kama unataka change yako irudi, tutairudisha. Sawa sawa? Na utaratibu wetu tutatoka huku. Na kwa kuwa wapo watu huku, tutaanzia huku. Then hili kundi lote tutapita hapa hivi. Utaweka fedha yako hapa. Njia ya kurudi ni hii. Asiwepo mtu wa kupita huku, tutapata picha mbaya. Sawa sawa? Sisi tutatokea huku, tutakuja kuweka sadaka zetu na kisha tutaendelea na zoezi hili. Sasa niombe Jeda uingie kazini, na kama umekwisha kuwasiliana na ndugu zetu akina Neema Mahenge, akina Michael Mponda, nadhani sasa niwakaribishe wote ambao tuna nia ya dhati kabisa na hii familia kwa ajili ya kapu la nyumbani. Wajane wanahangaika, wagonjwa wanateseka. Tumefanya nini mbele za Bwana? Sisi ni nani hata tuwe wazima? Amen. Wengi wao
Kama ambavyo nilizungumza, kwa sasa tayari naweza kusema anajitegemea. Acha tu kabisa tu. Kwa sasa hivi naweza kusema tayari anajitegemea. Uongo na Lugenge? Kweli. Hai, leo naomba useme kidogo alafu utoe sadaka yako na wewe kwa ajili ya mahitaji ya leo. Bwana Lugenge, shikamoo. Baba. Nadhani wengi mnajua kwa fundi simu Lugenge. Nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Kumbuka wakati kuna siku moja nikawasha simu data na simu kubwa hii hapa. Nilipokuta picha nikasoma, nikaona Lugenge, nikasoma habari yote, nikamwangalia yule mtoto ikawa simjui. Nikaenda kwa mama nyumbani nikamuuliza, mtu fulani unamjua? Akaniambia nikamwambia nimeona picha hii na hii. Akasema ndio. Kwa kweli kwenye simu vocha nilikuwa naingiza 2000. Nilipunguza kipimo nikawa naingiza cha 500. Ili hii 2000 nikawe katikati. 500 naingiza vocha, nyingine naweka mchangia mwenzangu. Nakumbuka ile siku moja nawahi tengeneza simu ya mtu wa Lugenge. Mwisho wake nimetengeneza simu akaniuliza, "Hivi ni nani aliyokuleta hapa? Mbona unatusaidia sana?" Najua ile swali nishinda kujibu. Nikamuuliza tu yeye, "Kwa nini umeniuliza hivyo?" Mwisho nikamjibu, "Mchango wako uliotoa ule, ndio uliofanya uje kusaidia na wewe. Unapotoa usitegemee unalipo. Utasaidiwa kwa namna nyingine." Mimi leo hapa nimekuwa msaada kwa wengi sana. Najua hapa simu hapa zinapigwa, najua hawa huku leo hawajaji. Angekuwa wamekuja hapa simu yangu leo imeshinda bila kuita. Wewe. No. Kuna watu hapa wanaanza, "Ile kitoka na mimi nifuate nyuma." Sisi nikachelewa foleni. Kwa sababu yeye ni nyinyi. Nilipofika hapa nikaona mmejaa, nimefurahi kwanza. Amina. Nimefurahi. Na nimeamini kwamba ataenda kupona, atakuja wasaidia. Atakuja nisaidia na mimi. Hata hivyo, nilipoona hivyo, nikajaribu kuwaelekeza wenzangu wanaoniendesha. Sasa jamani mwenzenu, nimeona picha hii, mnamjua nao kama hamjui. Nikamwambia ni hapa hapa, inaonekana ni wao watu wa ibada. Kwa hiyo tarehe fulani inahitaji kufanya kwenda kumchangia. Angalau kama mlikuwa mnakuja kunichukua siku 12. Naomba niwape nafasi. Saa 6 mje mnichukue. Angalau hii haya masaa mangapi haya? Nenda kutafuta chochote mlicho nacho. Sio lazima uwe na 10,000, na 2,000, hata 100 inatosha. 100 ukiongeza 100 hii 100 tena itakuwa 200. Wakasema sawa, tulicho nacho tutakuunga mkono, ambao anaitwa Damas na Akulima. Mimi kama mlengo nina process mbili. Ya kwanza ni 20,000 ya kumchangia mwenzangu kweli aje kote ili nisaidie kwa Amina. Ya pili ni 10,000. Kama yeyote atakayokuwa amependa nilichokifanya mimi, ataniongeza kwenye 10,000 hapo, isiwe 10,000 tena. Sema
pembeni, Mungu anakuona. Tutaongea. Ya kwanza ni 20,000 mchango wake wa baba ameutoa kwa ajili ya God Love. Lakini ya pili ni shilingi 10,000 ambayo anaomba kama mmebarikiwa muunge mkono. Naomba tuweke hapa. Chombo chetu tukiweke hapa. Karibuni wote ambao tumebarikiwa kwa ajili ya Elia. Tuje kwa utaratibu vile vile kwa mstari Tuje kwa utaratibu. Twende. Mlete. Wow. Aya, naomba tuhesabu bana. Elia, naomba malizie neno la mwisho kwa kila ambaye amekuja hapa kwa ajili ya hili. Kwanza nilipofika hapa nimejikuta kama God hapa nilipona. Yaani kama ndo tumekuja kumuona alipopona. Amina. Najua kukusanyika watu kwa hivi na siku ya kazi sio kazi ndogo. Sio kazi ndogo. Yaani kwanza nashinda hata chokusema. Natamani kama ningekuwa na hela nyingi. Yaani nitoe hata $1,000,000. Sema uwezo wangu ndio umefika hapo. Yaani natamani siku ndo nakuja kumuona mtu yupo kama mimi au anatembea. Nitafurahi sana. Na muombea popote pale atakapoenda akafanikiwa. Amen. Sina neno lingine zaidi hapo. Asante sana.
Sechaula moyo ameanzisha chumvi ya Elia sasa. Tumalize hapo. Mnasemaje? Kuna moja kakangi tena yani sasa. Mkono unaoenda? Haya, kwa ajili ya Elia sasa. DJ twende. Sana DJ. Sasa ini chumvi watu wametoa kwa ajili yako. Kwa hiyo nitaomba uipokee. Naomba mtahesabu pale alafu mtamwekea vizuri. Kama mkipata kifungashio basi mtampa. Nile bako. Tumsifu Yesu Kristo. Poleni na hongereni sana. Nilikuwa nimezungumza kuhusu upendo. Nimeshika hiki kifaranga hapa ili tuendelee kuona maana halisi ya upendo. Kuna mwenzetu mmoja ezekana alipopiga hesabu kila akiangalia kushoto na kulia alikosa kabisa ni kitu gani ambacho anaweza akaja akakitoa leo. Lakini alipoangalia kwenye banda lake akagundua kwamba ana vifaranga ambavyo bado vidogo. Akaamini kabisa akiwapa familia pale wataendelea kukifuga na kesho kitabadilika na kuwa kuku. Huu ndo upendo ambao tunautaka. Tujipigie makofi mengi sana. Hapa nisaidie kuweka hapo. Ndugu zangu, tumefanya kazi kubwa sana. Kuchangisha lakini kuendesha zoezi la harambee mahali hapa. Kwa ripoti ya michango ni kwamba serikali ya kijiji cha Lugenge walikuwa na jumla ya shilingi milioni 2,284,350. Upland FM Radio tumekuja na kiasi cha shilingi milioni 6,156,000 na shilingi 50. Lakini baada ya hapo tuliweka kapu hapa ambalo lilianzishwa na mheshimiwa diwani. Kwenye kapu hili tumechangia kiasi cha shilingi milioni 1,192,300 ambazo mchanganuo wake mheshimiwa diwani wa kata Lugenge ndugu yetu Mligo ametoa kiasi cha shilingi 100,000. Lakini lile kapu la kwanza kabisa tulimunga mkono diwani kwa shilingi 453,100. Niliwaleta akina mama hapa, wanawake na nyinyi mmekuja mmetoa shilingi 63,400. Wanaume wametoa shilingi 125,300. Mashabiki wa Yanga wametoa kiasi cha shilingi 37,600. Mashabiki wa Simba 39,200. Mashabiki wa Yesu wametoa shilingi 79,200. Mapokezi ya kampeni ya Tunaishi Nao
wana kijiji cha Lugenge mmeipokea kampeni ya tunaishi nao kwa kiasi cha shilingi 57,000. Lakini nilisema wenye uhakika wa kula leo wametoa shilingi 16,600. Baada ya hapo nilimleta Elia ambaye alikuwa ni mhitaji wetu wa kampeni ya tunaishi nao hapa Lugenge mwaka 2021, ambaye yeye alitoa shilingi 30,000 kumchangia mhitaji wa sasa, lakini ameungwa mkono na kufikia kiasi cha shilingi 220,900, ambayo imefanya jumla ya shilingi 1,192,300, ambapo sasa kwenye kiasi tukijumlisha fedha zote jumla mpaka sasa tunaenda kukabidhi kiasi cha shilingi 9,632,700. 9,632,700. Hiyo ndo kazi kubwa ambayo tumefanya, na hicho ndo kiasi kikubwa ambacho tumeweza kukipata ambacho kitaenda kumsaidia mwenzetu. Zaidi ya hapo, Mungu abarikini sana kila mmoja aliyejitoa kwa ajili ya kuhakikisha namchangia mtoto Godlove pamoja na babi yake. Lakini kesho asubuhi saa 2:30 tutamtangaza mhitaji anayefuata kupitia kampeni ya tunaishi nao. Tunaomba tuungane mkono hata kwa huyo pia. Asanteni na Mungu abarikini sana. Nakushukuru sana mratibu wa kampeni, lakini wote tuliopo hapa hebu tujipigie makofi kwanza kwa hiki ambacho tumekifanya, na tumepiga makofi na kwa niaba ya wenzetu ambao hawapo ila wanatusikiliza. Amina. Amina. Yes, sasa naomba ndugu zangu wa Lugenge, najua mpo wengi. Nikisema nianze kuuliza moja moja hapa nazungumziaje kampeni, inawezekana kila mtu akawa na mawazo yake tofauti. Lakini tupate tu wawakilishi wachache. Ndugu yangu Eneko Msemwa na Atu Mgaya, nyinyi mje mzungumze kwa niaba ya wananchi. Lakini wakati nyinyi mnajiandaa niwaone hapa, naomba nikupe nafasi kakangu Hamisi. Wewe ni polisi kata. Katika hotuba ya Mheshimiwa Diwani aligusia kwamba ulijaribu kufanya jambo hasa kwa watu wenye uhitaji. Kwetu sisi wewe ni mdau wetu namba 1 wa kampeni ya tunaishi nao. Naomba nikuinue uzungumze machache tu na hawa watu wa Lugenge na maeneo yote ambako muda huu wanatusikiliza, hasa juu ya kampeni yetu ya tunaishi nao. Na pengine ungetusimulia kidogo kilichokugusa mpaka ukawa na wewe unajaribu kusaidia watu wenye mahitaji maalum. Karibu sana. Ndugu zangu Kamwene. Poleni na hongereni. Asante. Tumefurahi, si ndio? Amina. Mbona kama mmechoka? Hamjachoka eh? Ndio. Nadhani muda umekimbia sana, si ndio? Lakini tumekusanyika hapa lengo na mazumuni kusupport. Tumemwibua mtoto wetu. Na huu ndio upendo ambao umezungumzwa na watu mbalimbali, viongozi. Kwa wale ambao hawanifahamu, naona hapa kuna viongozi wenye kiti kutoka sehemu mbalimbali. Mimi naitwa mkaguzi msaidizi wa polisi, naitwa Hamisi, ndio polisi kata wa kata ya Lugenge. Kata ya Lugenge. Kata ya Lugenge. Ndugu zangu, kwa sababu muda umekimbia sana na mengi yameshazungumzwa, jambo la kwanza nitoe shukurani kwa ukaribu na undugu ambao mnaendelea kunionyesha kwangu katika swala zima la ulinzi na usalama. Tunakwenda vizuri mpaka muda huu, tunashirikiana. Kwa hiyo katika hilo niwashukuru sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kwa Upland. Mlichokifanya ni ibada. Tena ni ibada kubwa sana. Sijui naongea kitu gani na sijui naongea nini, kwa sababu Mheshimiwa Diwani amemaliza kila kitu. Alichokizungumza kina uhalisia kabisa kabisa. Sisi polisi kata tumekuja kwa ajili ya kuishi na nyinyi. Sisi tunajua nyinyi mnayo mambo mengi. Tuko pamoja eh? Ndio. Mnaibua matukio mbalimbali. Lakini wapi mtayapeleka? Tumekuja sisi kuishi na nyinyi. Mtueleze mambo mbalimbali. Sisi tukayapeleke, yafanyiwe kazi.
Ndio maana tukasema tuishi pamoja, msituogope, tuwe karibu na nyinyi, tufanye kazi. Kwa hiyo moja miongoni mwa majukumu ambayo nimekuja nayo kwenye kata yangu, na huenda ikawa na polisi kata wote kabisa, ni kuibua hawa ambayo nyinyi mmeyapokea leo. Mimi pamoja na uongozi wa kata kwa ujumla, naweza nikasema na wananchi wote, nilikaa nikabuni nikasema kwamba kuna watu ni wahitaji kweli kweli, lakini wako ndani wamenyimwa haki, hawaoni mwanga na wanahitaji huduma. Kwa hiyo mimi nikawashirikisha wataalamu wa kata na baadhi mbalimbali wananchi, nikawashirikisha, nikamwambia ndugu zangu, viongozi wenzangu, mimi kama nawaza kitu fulani kwenye akili yangu. Kitu gani? Nikawaambia ninawaza kuwakusanya kwa kiasi changu ambacho nilichukua nacho, hata kama kidogo. Unajua unaambiwa kutoa ni moyo, hata kama kidogo. Nimewaza kuwakusanya mayatima, sio hata kama sio wote, ni baadhi, mayatima na wale ambao wahitaji. Wakakubali wazo langu, wakanisupport. Kwa hiyo mwezi wa 4 ilikuwa 2024, kwa kiasi kidogo ambacho Mungu amenibariki, nikapika chakula, nikaja nacho katani, nikawakusanya watoto mayatima na baadhi ya viongozi. Siku hili ya mwezi wa 4 2024, huyu mtoto Goodluck, anaitwa nani? Ndio tukamuona ile siku ya kile kikao. Na chakula siku moja ile. Wazee wakasema, hivi wewe Hamisi unamuona gani? Uone uliokuja nao huu umeutoa wapi? Nikamwambia hapana, basi tu huenda ikawa wengi wanaona, lakini sasa kusubutu nianzie wapi? Huenda wakawa wanafikiria kwamba labda awe na mapesa mengi, milioni na nini. Ni jambo dogo tu. Ukifanya jambo dogo lina uwezo wa kuweza kutafsiriwa kwa maana kubwa sana. Kwa hiyo siku hiyo ya mwezi wa 4 2024, kama sikosei hiyo tarehe, ndio tulimuibua Goodluck. Tuliumia sana, tukasema hivi kweli kina Goodluck wapo Lugenge? Kumbe wapo. Maana yake ni nini sasa? Maana yake kama wapo, hem tutafsiri, hem tufikirie, kina Goodluck na wengine wakifanyiwa matukio ya ukatili wa kijinsia, kama watakuwa wamefungiwa ndani, nani wa kujua? Nani wa kutambua kwamba huyu mtoto amefanyiwa tukio la kijinsia, amelawitiwa, amebakwa, amefanyiwa unyanyasaji? Nani angejua? Sawa? Kwa hiyo na maana sasa tulipoliibua lile, likapokelewa, likasambazwa. Shukrani hii naipeleka tena kwa wananchi baada ya kupata taarifa hizo, na viongozi pia Upland kulipokea. Nadhani sasa mnakwenda sasa kuliboresha. Nasema tena nawashukuru sana sana kabisa sana. Yes, ni watumishi wachache kwenye eneo la kwake ambao wanaweza kuzungumza haya ambayo ameyazungumza, na sisi tunawaomba wananchi wa Lugenge muendelee kumuunga mkono kwenye shughuli zake, ili muendelee kuilinda kata yenu na muendelee kutusapoti kwa namna yoyote. Na sisi bwana Hamisi, tuko na wewe kwa namna yoyote. Unahitaji ushirikiano, Upland tutakupa, ili mradi tuna wewe mwenzetu, kazi yako endelee kuwa ya ufanisi kama ambavyo uliibua haya hapa Lugenge. Eneo kwa Mgaya yuko wapi? Msemwa, karibu. Atu Mgaya yuko wapi? Sawa, ni kuombe pia na mzee wangu Mdoche, popote pale ulipo, wewe utaungana na hao. Naomba mzungumze chochote kwa hiki tulichokifanya kwa niaba ya wananchi wenzenu. Yeva Kamwene. Jamani, pole na yote. Basi kwa niaba ya wababa, lakini kwa niaba ya wamama, kwa niaba ya wababa nimesimama mimi kwa kusema lolote. Jamani, wababa wote tuliopo hapa,
basi nitazungumza mimi. Wamama wote mliopo hapa atazungumza Atu. Jamani, sisi la kusema zaidi ya hapa, kadiri mnavyoniona nimesimama hapa, Eneko Msemwa, mwana wa Thomas, maarufu Rugenge, mnaniita MC Muyaya, mjomba wa wote. Basi la kwanza kabisa tunapenda kushukuru ngazi hii ya kijiji iliyolipokea hili jambo la mwanetu Godraf. Tunasema asante sana mwenyekiti, Mungu akubariki sana, pamoja na timu yako ya utawala wa chini ambao ni wenye viti wa vitongoji pamoja na mabalozi. Tunasema asante sana mwenyekiti. Lakini ninapokuja ngazi ya kata, ninapozungumzia ngazi ya kata ni kuanzia diwani na uongozi wake wote ngazi ya kata. Mnaona leo hadi muda huu tupo na mheshimiwa ana mambo yake, lakini tumetulia naye kwa kufuata hili jambo hili. Tunasema asante baba na timu yako yote ya kata. Tupo pamoja, nadhani hili jambo tunaenda nalo pamoja. Asante sana. Lakini kwa magoti haya, mratibu wa kampeni hii ya Tunaishi Nao Fikirini, tunasema asante na timu yako yote, pamoja na Radio Apprentice FM. Tunasema asante sana. Ni mara ya pili unakuja miongoni, mimi mwenyewe ni Msemwa nikiwa na Elia hapa kama mwanangu. Ninaendelea kuratibu kile ambacho ulitupa mwaka ule, mpaka sasa tumefikia mahali hana uwezo tumpandie hata miti. Kwa kuwa sisi tuna miti, lakini na yeye lazima awe na miti. Kwa hivi hilo lote tunasema asante, asante, asante sana. Kwa niaba ya wananchi wa Rugenge, wa baba wote, tunasema asante sana. Lakini jamani wana Rugenge, nadhani hili tulipokee. Wakati mwingine pengine ikiwezekana siku nyingine, si wenyewe hapa Rugenge tukaanzishe hako kazoezi kwa wahitaji. Eti si litawezekana? Basi kama linawezekana mmenipokea, basi tupunge mikono hivi kwa kuwashukuru. Amina, amina. Basi ya kwangu niishie hapo kwa sababu ya muda. Basi nimkaribishe mwenzangu kwa ajili ya kuwakilisha kwa wamama. Asante sana. Basi kwa majina yangu naitwa Tukuzwe Pius Mgaya, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Iholo. Nimesimama hapa kwa lengo la shukrani kwa ndugu zetu mliefika katika viwanja hivi kwa tukio hili. Ni mwakilishi kwa wanawake. Nipende kushukuru sana watu wote wa Apprent. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana kwa tendo mliolifanya. Na watu wote mliotoka sehemu mbalimbali. Mungu awabariki sana kwa michango yenu, kwa kujitoa kwenu, kwa kuacha shughuli mbalimbali. Mungu awabariki sana, Bwana atawalipa. Kabisa Bwana atawalipa. Na pia niwatakie safari njema. Mungu awafikishe salama mnakoenda. Mungu awabariki sana. Sina mengi ya kuongea. Mungu awabariki. Mimi kochi yani siamini kabisa. Yani niseme wazi kabisa, siamini kama nyinyi wote nyinyi mmejaa kwa ajili ya maombi niliyosema naomba kona zote ziwepo. Yani sijui. Ila nikilala nitaamini. Sio muda kama huu. Natetemeka yani. Kwa uongozi wote mlio. Siwezi kutaja kwa sababu ya muda haututoshi. Hongera sana kwa nyinyi wenzangu wachangishaji. Hongera pande zote kwa sababu muda haupo. Na mimi napiga magoti, lakini mwanaume si rahisi sana kupiga magoti. Mimi napiga magoti. Lakini mimi nimalize kwa kusema alichokifanya Nyerere na Karume, si ndio hii? Aliyounganisha na hao wa Radio Apprentice ndio wameunganisha vile vile, ni sawa alichokifanya Nyerere na Karume. Tulikuwa hatuonani, tulikuwa hatutambuani, tunatambuana kwa kupitia jambo hili. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Meambiwa mwanaume kupiga magoti sio jambo ni zito kweli kweli.
Mzee wangu nakushukuru sana. Lakini alizungumza mratibu wa kampeni awali. Naombeni mumunge mkono huyu mzee. Kumuunga mkono ni pamoja na kuanza kutengeneza vijana wengine wenye moyo kama wa kwake. Anachoka. Na ndio maana michango yenu wana Rugenge inategemea sana makanisa. Na kama kuna viongozi wa dini hapa tuwashukuru. Wao ndio wanafanya kazi kubwa mno kwa hapa Rugenge kuhakikisha kwamba tunapata michango. Wapo wanaotoka Idihani, wapo wanaotoka Kiaula, wapo wanaotoka Kisilo. Mbaya zaidi wanatupigia hadi simu kwamba mzee anaenda. Na sisi tunamuongoza tu kwa barua. Sasa si elimu imefika hapa Rugenge? Si mara ya pili leo? Mumsupport huyu mzee kwa chochote mlicho nacho, na hata kama kuna mtu mwingine na wito wa kuungana naye, basi ungana naye uje kwenye kampeni ya tunaishi nao. Sawa. Sasa niombe familia kwa maana ya bibi wa yule mtoto na mama mzazi wa yule mtoto. Na nyinyi pia mje mtoe neno la shukurani kwa wale ambao wanatusikiliza na wale ambao wako hapa kwa hiki kidogo ambacho kimeletwa kwenu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pia Josephat Mgani. Nawashukuru sana. Mungu awabariki. Mmeacha kazi zenu nyingi, mmeacha mambo yenu mengi kwa ajili yangu. Nawashukuru sana. Mungu awabariki. Akawaongezee na pale mlipopunguza. Sina mengi ya kuongea. Tuzidi kuombeana tu uzima. Hakuna ijuaye kesho yake. Tunashukuru sana. Asante. Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje? Hakuna nependa haya matatizo na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu yamenizidia haya machungu kwa hizi tabu nazopitia.